Kazi yetu sisi ni kukuletea habari, matukio na simulizi pale tu zinapotokea. Tafadhali bonyeza maneno mekundu subscribe ili usipitwe na taarifa zetu. Mseto Media, together everywhere. Klabu ya timu ya Young Africans Yanga imeibuka na kutoa kauli baada ya kikao chao juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo inayosubiriwa na wapenzi wengi wa kandanda nchini Tanzania, Afrika na duniani kote. Mchezo huu ni wa marudiano baada ya tarehe iliyokuwa imepangwa Simba kutoleta timu wakidai walizuiliwa kufanya mazoezi ya mwisho siku moja kabla ya siku ya game, ambapo mchezo huo umekuwa na mvutano mkubwa, huku upande wa Yanga wakiwa wanasema hawachezi mchezo huo mpaka mamlaka za mpira ziseme moja baada ya uchunguzi wao ni nini wamegundua sababu za Simba kutopeleka timu siku ya game, au watoe pointi 3 kwa Yanga za ushindi sababu Simba walikimbia. Sasa kujua undani wa hayo, baki na mimi, ila pia nikukumbushe kusubscribe ili usiwe unazikosa taarifa zetu. Subscribe sasa kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe, kisha itakuja kengele, ibonyeze pia. Timu ya mpira ya Yanga inayoongozwa na rais wa klabu hiyo ENG Hersi imeendelea kushikilia na kutilia mkazo kauli yao ya kwamba hawatacheza marudiano ya dabi iliyotangazwa kuchezwa Jumapili ya Juni 15 mwaka huu. Yanga wamesema hawatacheza mchezo huo mpaka bodi ya ligi na TFF ziseme sababu za Simba kutofika kwenye mchezo wa awali. Haya yamesemwa na mmoja mzee wa klabu ya Yanga pale makao makuu yao Jangwani baada ya kikao cha wana Yanga hao, huku akisema mamlaka za mpira zinaonyesha wazi kuwa ziko upande wa Simba na ndiyo maana zinatii yale yanayosemwa na Simba. Amekumbushia pia siku ya mchezo baada ya Simba kujiamulia na kutangaza usiku kuwa hawatocheza. Bodi ya ligi asubuhi saa 2 ilitangaza kuwa mchezo uko pale pale. Ilipofika saa 5, bodi hiyo ya ligi ilirudia kusema watu waendelee kukata tiketi, mchezo upo. Lakini ilipofika saa 8 mchana, bodi hiyo ikageuka na kutoa taarifa kuwa mchezo umehairishwa. Kitu ambacho Yanga wanasema ni kuonewa na kupotezewa muda. Kwanza, kikanuni mchezo huo unapaswa airishwa masaa 24 ama 12 kabla ya muda wa mchezo. Lakini vile vile mashabiki waliotoka mikoa mbalimbali kufika mpaka uwanja wa Mkapa, alafu Simba hawakutokea, huku bodi ikiairisha mchezo masaa 2 kabla ya muda wa game. Yanga wamedai sio sahihi na hawachezi. Tumsikilize. Inaonekana zaidi TFF na bodi ya ligi ni matawi ya Simba Sports Club, kwa sababu anachoongea Simba wao wanakuwa utekelezaji. Wameairisha mechi ya tarehe 8 kwa sababu tu yeye Simba kasema nimezuiwa, nimefanyiwa fujo, kwa senditi sendi wajani mpaka yakamiliki. Saa 2 asubuhi wameamka wamesema mechi hivyo. Saa 5 wamerudia tena kauli watu waendelee kukata tiketi mechi ipo. Saa 8 wanakuja na taarifa mechi imeahirishwa. Wanafanya uchunguzi, watatoa mpaka leo tarehe ngapi? Majibu ya kwa uchunguzi sio kwa muda, na uchunguzi lazima utoke na majibu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba wao wako chini ya mamlaka ya Simba Sports Club. Simamia vilabu vyote hapa Tanzania. Wanatekeleza wanayoyataka Simba. Ukiwa mtekelezaji wa chombo fulani, ina maana wewe uko chini yake. Kwa hiyo ina maana walivyotekeleza swala la kuairisha mechi, wao wanaonekana dhahiri shahiri ni kama blank yaje majibu kabla ya mechi, kwa sababu na ndio maana hatuwezi kucheza kwa sababu hawajatoa nini kilisababisha mechi ya tarehe 8 kuahirishwa. Na usipotoa sababu hizo mechi haiwezi kuchezwa. Na usipotoa sababu hizo mechi haiwezi kuchezwa. Na usipotoa sababu hizo mechi haiwezi kuchezwa. Hiyo ndio kauli ya mzee wa Yanga, ambapo wengi wanaamini kauli hiyo ndio msimamo wa Yanga, kwani mzee huyo ametoka kwenye kikao cha ndani cha Yanga. Haya mtazamaji wangu, niambie bila kuweka ushabiki, hapa unaona upande gani ndio una makosa na nini kifanyike? Hii ni Mseto Media, channel maridhawa kabisa kwa ajili ya kukupa updates zote pale tu zitokea hapo. Niliyekuendeleshea jaramba hili naitwa Princess Kiuli. Baki na sisi kwa taarifa zaidi. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.